Zaburi ya 106 na ule mstari wa 37. Biblia inasema, na walitoa wana wao na binti zao kuwa dhabihu kwa mashetani. Walitoa wana wao na binti zao kuwa dhabihu kwa mashetani. Yaani mtu haoni shida kwenda kutolea sadaka kwa waganga wa kienyeji ili afunge baraka zake, na mahali anapofungia baraka ni kwenye moyo. Kwani Biblia imesema chemchem za baraka zinatoka wapi? Chemchem za uzima zinatoka wapi? Sasa akikufunga hapa kwenye moyo, ndio wewe tutakukuta unajisikia pressure. Ukienda hospitali, mama mbona huna pressure? Sukari. Ukienda hospitali, mama mbona hii sio sukari? Hebu nenda karekebishe mfumo wa chakula. Ukitoka pale akili inatembea, mimi nina sukari, mimi nina pressure, mimi nina vidonda vya tumbo, mimi ninaumwa homa. Vipimo vyote vinaonekana huna homa, lakini akili inakuambia una homa. Kwa nini? Moyo umefungwa kwa njia ya sadaka. Kwa hiyo ukifungwa namna hiyo, kwanza kabisa unakuwa mgumu kwenye toba. Tumesoma kwenye Warumi 2:5. Hata ukiambiwa kutubu, wewe kwako ni shida. Hata ukiambiwa kusamehe, kwako ni shida. Huwezi kusamehe, moyo umefungwa. Sasa kadiri unavyogoma kusamehe, ndio unavyojiweka mbali na uso wa Mungu, ndio unavyojiweka mbali na neema ya Mungu. Unajibebeshia maroho ya kukataliwa kila mahali. Mimi wananikuta, hawanipendi, wananisema. Wewe nakwambia, chukua hatua, toa kila kitu hapa, uone kama kuna mtu atakuchukia. Neno linaweza likahubiriwa hapa, ukitoka pale getini, jamani vipi leo neno hapa kweli? Yani yule mama anahubiri, akigeuka hivi na lile gauni lake, amehubiri nini? Wewe amehubiri, wewe amehubiri, yani amechapa injili, amehubiri. Neno limetoka wapi? Wewe acha bwana, wewe yule mama anahubiri, tuambie neno. Halo, moyo umekamatwa, umefungwa, uruhusi kusikia neno ila kuelezea. Yani lakini lile gauni lake jamani, yani zile nywele zake, yani yule mchungaji bwana, utaeleza vyote lakini sio neno, unasahau kwa sababu moyo umefungwa. Nimesema moyo ndio kazi ya kufanya nini? Ya kupokea taarifa, ya kupokea neno, ya kupokea kila kitu ni moyo. Lakini kwa faida ya wengine, moyo unaweza kufungwa kwa njia ya sanamu au makubaliano na nguvu za giza, kutokana na familia na ukoo uliotoka. Kama waliabudu miungu, kama waliabudu sanamu. Yani hapa naongea na shangaa, naletewa uzito kwenye moyo, sijui ni nani, mimi sijui bwana. Roho Mtakatifu utamkagua mwenyewe. Haleluya. Unaweza kukuta familia uliotoka waliweka makubaliano fulani, na wewe unayavuta yale makubaliano. Labda ni makubaliano ya kutokufanikiwa, wewe unapambana, unataka kufanikiwa. Kule walifunga mioyo isifanikiwe. Inawezekana kwenu mliwekewa zuio la kusoma, wewe unataka kusoma, kwa hiyo wanachokifanya wanafunga moyo, hautaelewa masomo darasani, utamchapa mtoto sana. Chukua haya ninayokuambia, yafanyie kazi. Si kila mtoto kwamba hana akili, hapana. Watoto wetu wana akili bwana, amen. Lakini adui anafuatilianga makubaliano ya familia. Kama mlitoa sadaka kwa miungu ni nyie, kama mlitoa sadaka kwa watu nani ni nyie. Mwingine anasema mimi sijawahi kufanya hicho kitu, ila wengine wewe. Kwa mtu mmoja dhambi iliingia wapi? Ulimwenguni. Adamu alipokosea, dhambi iliingia ulimwenguni. Sasa inawezekana walifanyaga mababu, hujawahi kutubia, ile kamba hujawahi kuifungua. Lazima ufika mahali leo mwambie Baba, hata kama kuna kamba imefungwa, leo nafungua. Haleluya. Nakupa tu mistari hii ambayo unaweza ukasimama nayo hata nyumbani. Kumbukumbu la Torati 30
30 mstari wa 6 inasema, Bwana Mungu wako atautahiri moyo wako na moyo wa uzao wako, ili umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote, upate kuwa hai. Linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo, kwa kuwa ndiko zitokako nini? Chemchem za uzima. Zikitoka chemchem za uzima, mimi ninakuwa hai. Amen. Mambo ya ufu yanaondoka, mambo ya mauti yanaondoka. Lakini hapa hii ni ahadi. Hebu sema ahadi. Bwana Mungu wako atautahiri moyo wako. Hebu sema atautahiri moyo wangu na moyo wa uzao wangu, ili umpende Bwana Mungu wako. Nimekwambia moyo ukifungwa huwezi kumpenda Mungu sawa sawa. Na hapa ndipo wanawake wengi tulipo. Yaani tunampenda Mungu wakati mwingine kwa majira na nyakati. Wakati mwingine unampenda Mungu kwa muda mfupi sana, lakini muda mwingine ni mahangaiko tu yamefungwa kwenye moyo. Anasema kuwa moyo wako wote na kwa roho yako yote upate kuwa hai. Nipate kuwa hai kwenye biashara, nipate kuwa hai kwenye ndoa, nipate kuwa hai kila mahali. Kila mahali nikubalike. 2026 wanawake wa Mkurungu wakang'ae. Wanawake walioko hapa wawe hai. Hata kama watu walikukatia tamaa, unaenda kuwa hai tena. Hata kama mambo yako yamekufa, lazima ukawe hai. Ayubu 22, tuanze mstari wa 23. Biblia inasema, ukimrudia Mwenyezi utajengwa. Utajengwa wapi? Kwenye moyo. Nini maana ya kumrudia? Toba ya kweli. Anasema ukimrudia Mwenyezi utajengwa. Ukiondoa udhalimu mbali na hema yako, ukiondoa udhalimu, ukiondoa dhambi mbali na hema yako, mbali na moyo wako, mbali na nyumba yako, mbali na maisha yako, utajengwa. Yaani leo tunaenda kujengwa. Anasema nawe hazina zako ziweke mchangani, na nadhiri ya ufuli iweke kati ya mawe ya vijito, naye Mwenyezi atakuwa hazina yako, atakuwa ni fedha ya thamani kwako. Acha mwaka huu Mungu akawe wa thamani kwetu. Acha mwaka huu Mungu akawe ni fedha kwetu, maana kila kitu ni mali yake. Yeye ameumba dunia na vyote vinavyoijaza hii dunia ni mali yake. Fedha na wanyama na vyote vikaavyo ndani yake ni mali ya Bwana. Sasa fikiri Mungu akawe wa thamani kwako, fikiri Mungu akawe ni fedha kwako. Hakuna mwanamke atakuwa maskini. Anasema mstari wa 28, nawe utakusudia neno, nalo litathibitika kwako, na mwanga utaziangazia njia zako. Moyo ukiwa umefungwa, giza linatufunika, nawe utakusudia neno. Mimi sijui 2026 umekusudia nini? Kuna watu wananielewa kweli? Mimi sijui umekusudia nini, lakini Biblia inaniambia nawe utakusudia neno, nalo litafanya nini? Litathibitika. Mwaka huu nimekusudia nijenge nyumba yangu, inaenda kujengeka. Mwaka huu nimekusudia nianzishe biashara, nataka nikwambie haitakuwa ya kawaida, kwa sababu ni ahadi ya Mungu. Amen. Anasema nawe utakusudia neno, nalo litathibitika kwako, na mwanga utaziangazia njia zako. Hapo watakapokuangusha utasema kuna kuinuka tena. Wengine wanatazama wanasema ngoja tuone, ataanza biashara hafiki pale. Unaambia sikia, sio yule wa mwaka jana, mimi ni wa 2026. Ninatembea na neno linaloniambia hakuna lisilowezekana kwa Mungu, hakuna lisilowezekana kwa mwanamke. Waliokudharau acha safari wakapige saluti. Lakini lazima tufanikiwe hapa. Operation leo, mwangalie jirani yako, leo ni operation.
kupasuliwa na kushonwa upya, ndio hili neno linaenda kutimia kwake. Amen. Hapo watakapokuangusha utasema kuna kuinuka tena. Naye mwenyewe, naye mnyenyekevu, Mungu atamwokoa na huyo asiye na hatia, na ataokolewa kwa sababu ya usafi wa mikono yake. Moyo unashika, moyo una mikono, utaokolewa kwa usafi wa moyo wako. Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona nani? Sasa unaachaje kutengeneza moyo leo?